Riziki, haya kinachokukimbiza kitu gani? Mbona unatoka huko mkuku? Nini tena? Yaani, wewe acha tu mamangu. Sijui hata nianzie wapi. Yalionikuta huko ni makubwa. Haya, yalokukuta majambo gani tena? Silikuwa na rafiki yangu. Akanishauri twende tukamfukie yule mtoto. Sisi tukabebana wale. Tumefika pale tunamfukia mtoto. Ghafla tunataka kumweka mtoto kwenye shimo tu. Mtoto kayeyuka. Hey, hatujui alipoelekea. Hivi ninavyokuambia, nimeondoka kwangu, siwezi kukaa ndani kwangu. Naogopa nyumba yangu mwenyewe. Riziki, umeona? Mtoto wako mwenyewe anakutisha, anakuogopesha. Haya sisi wengine tutafanya nini? Tushaletewa janga hapa kijijini. Mama, naomba nisaidie. Nimekuja kukuomba hifadhi, nikae kwako hata siku 3 tu au 4. Nitafute sehemu nyingine ya kwenda. Pale kwangu siwezi kukaa. Yaani nyumba yangu mwenyewe inanitisha mwenyewe. Siwezi. Maskini Riziki, ningekusaidia. Lakini mimi kwa staili hiyo hapana. Wewe mwenyewe kuweza. Yule mdudu anatisha. Lakini mama, kumbuka mimi ni mwanamke mwenzio. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Fanya mimi ndio wewe. Yule mtoto umempata wewe. Haya yanayotokea na kukuta wewe, ungejisikiaje? Au ungechukua hatua gani mamangu? Riziki, ni kweli unachokiongea. Wewe ni mtoto wa kike, ni mwanamke kama mimi, lakini siwezi kukusaidia. Kwa hilo mdogo wangu, wewe katafute tu hifadhi sehemu nyingine. Mimi mwenyewe ninaogopa. Hilo jambo sio dogo, linatisha. Hey. Umeshindwa kunisaidia hata kidogo mama? Kaangaike nalo huko mwanangu. Hey. Sijui nitakuwa mgeni wa nani mimi, Mungu wangu. Sudi, najisikia vibaya sana Riziki anavyoteseka. Anapitia changamoto kubwa sana. Sijajua nini kinachomsibu. Tunamsaidiaje? Zubeda, shughuli ambayo haikuhusu haupaswi kuingilia. Lakini pia kilichomwingia Riziki kwenye uzazi wake ni uchawi, na ndo kitakachomponya. Unamaanisha nini? Mimi na wewe hatuwezi kuelewa chochote kwa sasa hivi. Tunapaswa kukaa kimya. Ili aweze kupata msaada mkubwa, anatakiwa apatikane mtu mwenye maono makubwa sana. Yaani maono ndo nini? Na tutamjuaje huyo mtu mwenye maono ili amsaidie rafiki yangu? Mimi na wewe tunapaswa kukaa kimya kwa muda huu. Hivi mama, wakati nilipokuwa ndani sikio ukiwa nabishana na mtu kuhusu mtoto, kuna jambo gani ambalo nanificha mama yangu? Mwanangu, kuwa uyaone. Kuna mengine upasi hata kuyajua. Yanatisha. Mama, lakini mimi mtoto wa kike. Mama tafadhali naomba niambie, ni kitu gani hicho mama yangu? Hivi una habari kwamba Riziki amezaa nyoka hapa kijijini? Kaza nyoka? Ndiyo.
amezaa nyoka, na ndio maana siku zote nilikuwa nataka kukwambia, lakini nilikuwa nashindwa nianze vipi kukwambia. Mama, Riziki ni mwanamke kama mimi. Kwa mfano aliyo ndo ikanitokea mimi, utafanyaje mama yangu? Tafadhali naomba tutafute namna ya kumsaidia Riziki. Koma tena, koma taratibu mpaka uzoee. Wewe unataka kuniletea balaa humu ndani Ulishasikia sisi kwetu tunazaa nyoka? We tena jishikilie tena, ndio iwe mwanzo na mwisho kuongea neno kama hilo. Kwa mfano hapa ningekuwa sipo, ina maana hapa Riziki alipokuja ungemuingiza ndani, si ndio? Wewe unataka uniletee balaa ndani? Watu wote huko kijijini wanamuogopa, wewe ndio unajifanya mama huruma. Basi mamangu, naomba nisamee kama nimekosea. Tena usije rudia kuongea jambo la ajabu kama hilo. Nitakunyoosha. Unakaa unashadadia tu vitu vya ajabu ajabu. Unajifanya una huruma sana. Eti mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo mwanamke mwenzako hata akileta balaa humu ndani unalipokea tu. Kweli kazaa nyoka. Wewe umejuaje? Shoga yangu, hichi kijiji ni kidogo ndugu yangu. Taarifa gani ziwepo hapa kijijini mimi nisijue? Kumbe taarifa za kweli? Mimi nijue ile mimba katoa. Atoe wapi mimba? Yeye mwenyewe alikuwa anatafuta mtoto, madhara yake ndio hayo kazaa nyoka. Sasa udogo wangu, yule mtoto ananyonya au anafanyaje? Hata shoga yangu, hata ingekuwa ni wewe ungenyonyesha nyoka. Yule mama sio ana hali gani, maskini anamuonea huruma. Yaani nahisi kama ni mimi. Hadi mwili umenisimka. Nimeshiwa paa. Marahaba, ujambo? Sijambo. Nina siku kadhaa namtafuta dada yangu, sijamuona, na nimekuja hapa kwako kumuulizia, sijui alifika hapa. Zubeda? Nimekumbuka. Jana alikuja hapa kwangu Riziki. Amekuja mbio mbio. Inasemekana ametoka huko, walikuwa na mwenzie, wanafikia kiumbe cha ajabu. Yaliyowatokea huko wanajua wenyewe. Kwa hiyo huyu akakimbilia huku na yule mwenzake akakimbilia kusikojulikana. Kwa hiyo mimi naona bora ungemfuata Riziki, ndo atakuwa anajua yuko wapi. Asante. Kwenye hichi kijiji yananiumiza sana. Hivi jamani, mna taarifa kama Riziki kazaa nyoka? Kazaa nyoka? Na kinachoniumiza zaidi, mamangu akakataa kumsaidia Riziki. Jamani marafiki zangu, tunaombeni sana tuwe pamoja kwenye hili swala, maana sisi baadaye tunatarajia kuwa na familia zetu. Jamani, tuwe pamoja kwenye hili. Sijui tumeelewana? Ni kweli kabisa unayoongea ndugu yangu. Hapa tumsaidie tu yule mdada wa watu, hadi namuonea huruma. Tuunganeni tu kwa pamoja, tufanye tumsaidie. Sawa, kumsaidia tunaweza, lakini tunaanzia wapi na tunamsaidia kivipi yani? Alafu, hivi nyie muogopi? Tayari mmeshaambiwa mtu kazaa nyoka. Leo mnataka mjibebeshe mizigo eti mumsaidie. Mnamsaidia nini sasa nyinyi hapa? Na wewe dada, umepata ujasiri gani wa kusema hayo maneno?
Hivi wewe ni nani katika hichi kijiji? Maana naona sana na mdomo. Kama upo pamoja na sisi, tuambie. Hapa cha kufanya tu tumsaidie, tutafuta namna, yaani njia yoyote ili tumsaidie yule dada. Maana anapitia wakati mgumu. Sawa. Kama tumekubaliana na hayo, tufanye juhudi. Salama. Sudi, hivi unalionaje hili jambo la Riziki? Limekaje kaje? Mimi kwa upande wangu, kwa nini tusilipeleke kwenye ofisi za mtendaji? Unajua, ndio maana hata maradhi nayo, kuna maradhi ambayo yanahusika na hospitali, lakini kuna maradhi ya dawa za asili. Kwa hiyo hili jambo la Riziki halihusiki kabisa na masuala ya serikali. Acha nikwambie kitu ambacho nakijua kwa uchache. Kitu gani hicho? Riziki rafiki yangu, unajua mimi nawe tumetoka wapi? Lako langu, langu lako. Tafadhali shoga yangu, naomba usinifiche hata kidogo. Uniambie kila kitu kinachokusibu ili nijue na kusaidiaje. Zubeda, ni muda sana nilikuwa naumia kuhusu swala la mtoto. Roho ilikuwa inaniuma ninapoitwa mgumba. Inaniuma sana ninapoona wenzangu wanacheza na watoto wao. Wanawatuma. Nasikia kila mtu anamuita mtoto wake. Mimi sina mtoto. Nimezoeleka jina la mgumba. Nilikuwa natamani na mimi siku moja niitwe mama. Niwe na mtoto. Upweke uniishe. Hilo ndilo pelekea mimi niingie kwenye imani za kishirikina ili kusudi nipate mtoto. Unamfahamu huyo mganga? Kusema kweli, ni muda sana sijawasiliana naye. Ila sehemu alipo napafahamu. Sasa hapo ndio tunapotakiwa tuanze napo. Sawa. Na hicho ndo kitu ambacho nakijua. Nadhani utakuwa umenielewa.